Kwa hiyo haya masomo yote ni vizuri kuyasikiliza vizuri, kwa sababu ndio Mungu anasema pamoja na sisi. Mungu anatuletea ujumbe wake, Mungu anatuletea mabadiliko yake, Mungu anatuletea furaha yake. Baada ya somo la kwanza kuna wimbo wa katikati. Sasa niwakumbushe kuwa wimbo wa katikati haukuwepo kwenye liturujia ya zamani, lakini uliwekwa wimbo wa katikati kwa sababu makanisa zamani kulikuwa hakuna vitu hizi maiki hazikuwepo, na kwa sababu makanisa mengine yalikuwa makubwa, hapo katikati hapo palitengenezwa kinara. Mtu alikuwa anapanda juu, akipanda juu neno la Mungu analisomea hapo juu. Kwa makanisa yetu huku yalikuja baada ya Vatikani ya pili, mengi hayana vitu hivyo, lakini Ulaya ukienda mengi yako hivyo. Kwa hiyo mtu alikuwa anapanda kwenye hiyo inaitwa crypt, akipanda pale juu ndio anasoma neno la Mungu. Akisoma neno la Mungu watu wanaitikia. Sasa njia ya kupanda kule haikuwa kupana, ilikuwa nyembamba sana, inayomruhusu mtu mmoja. Kwa hiyo yule anaposema hilo ndilo neno la Bwana, anaanza kushuka mpaka anakuja chini. Alafu anayesoma somo la pili ilikuwa ni lazima apande tena mpaka aende kule juu. Huo muda ukaonekana ni mkubwa mno, yaani ukimya ni mkubwa mno. Kwa hiyo wakasema wakati huyu anatoka kule anashuka kuja huku kwenye kiti chake, na wakati mwingine anatoka kwenye kiti chake anapanda kwenda kule juu kusoma somo la pili, tuanzishe kitu kinachoitwa wimbo wa katikati. Ndio zikatafutwa zaburi. Basi huyu akiwa anashuka, huyu anaimba. Siku hizi hiki kinatumika vibaya. Mtu anamaliza kusoma hapa, hatuna shida kama hiyo, lakini waimbaji hawaimbi mpaka yule ametoka ameenda amekaa kwenye kiti, halafu wao ndio wanaanza kuimba. Matumizi mabaya ya muda. Hamjui tulikotokea wapi. Tulitokea huko. Halafu sasa akishakaa wao wanaanza kuimba ubeti wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, yote. Huu muda wa kwenu tu jamani. Tuna mambo mengi. Hizo ziliwekwa kwa sababu hiyo. Na sasa kama hatutumii, basi tuone namna ya kufupisha mambo yetu, ili tusikae humu muda mrefu sana na mambo mbalimbali. Japokuwa ni ukweli kuwa Vatikani ya pili ikasema hivi kuwa sasa huo wimbo wa katikati uwe sehemu ya liturujia ya neno. Maana huo wimbo wa katikati na wenyewe uwe ni sehemu ya neno la Mungu, kwa sababu pia unatoka kwenye Biblia. Lakini wangapi kati yetu sisi ambao tunahubiri wimbo wa katikati? Wangapi mmeukumbuka wimbo wa katikati tuliousoma dakika chache zilizopita? Wangapi mnaukumbuka? Hata ninyi mliotuimbia, umesomwa leo hamjaimba, ningewakamata. Ukweli ni kwamba wimbo wa katikati tunakosa sana, yani tunashindwa kuutendea haki, kwa sababu kwanza tuhubiri, alafu pia hakuna mtu ambaye yuko interested kuushika. Wote wanaangaika na somo la kwanza, somo la pili na injili. Kama hakuna somo la pili wanaangaika somo la kwanza na injili. Hata ile shangilio watu hawaangalii kwa likoje. Huwa iko hivyo. Baada ya huo wimbo wa katikati sasa linakuja somo la pili. Na yenyewe linasomwa likiisha somo la pili inakuja shangilio. Shangilio liturujia inasema shangilio lazima iimbwe. Yaani shangilio ni lazima liimbwe, lisisomwe. Na kama tunaongelea misa takatifu hapa, na kama mtu hawezi kuimba liachwe. Liturujia imesema wazi hivyo kuwa shangilio ni lazima liimbwe. Kama haliimbwi liachwe. Kwa nini linaimbwa? Linashangilia kumleta sasa mfalme wetu ambaye anasema nasi sasa. Linawaandaa watu, linawaleta pamoja. Ndio maana tunasema hivi kuwa ili liimbwe, na kama liimbwi basi tupadi aje asome injili aendelee. Lakini hatufanyi hivyo. Utakuta kwa mfano hapa nasema mtu anasema shangilio, haleluya haleluya,
kondoo wangu waisikie sauti yangu, nao walio wako wanifuata. Haleluya! Kwa hili ni makosa. Liturujia haitutaki tuwe hivyo. Huo sio utaratibu wa kiliturujia. Kama unataka haya maneno lazima uwe nayo, hata kama una sauti ya 10 basi imba haleluya, 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 haleluya. Alafu haya sasa, kama sauti yako ndio ngumu kweli, haya yasome. Kama unaweza kuyaimba na haya mengine yaimbe, kondoo wangu waisikie sauti yangu wanifuata. Lakini ukifika pale mwisho usiseme haleluya, wanaweza tena haleluya, 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 haleluya. Ndio liturujia ya Kanisa Katoliki.